Mimi naitwa Delight Cosmas Tobias Chidumule, handsome babu. Ni mzaliwa wa mkoa wa Ruvuma, ni Mtanzania halisi. Shule ya msingi nilisoma Tanga Msambweni, na baadaye nilikwenda middle school Magila. Kwa sababu nilisoma nikiwa umri mdogo sana. Tulikuwa tunakaa na wazungu wale ambao baba alikuwa anafanya nao kazi. Kwa hiyo nilisoma ile wanasema kindergarten 1 2 3. Wakati tunaenda kuandikishwa hivi kupima, mimi nilikuwa nasoma English book 2. Kwa hiyo walimu wakaona sistahili pale. Wakati tunaambiwa tuandike na zile slate na giraffe zile, mimi nilikataa kwa sababu nilikuwa natumia peni na daftari. Kwa hiyo nilianzia darasa la 3 nikasoma miezi 6, nikaenda darasa la 4, baadaye nifaulu mtihani wa darasa la 4 nikaenda Magila. Lakini kwa mdogo tulikuwa tunakaa mbali mahali ambapo baba alikwenda kutuweka tuishi pale. Ikaonekana ni hamisho, ndo nikapelekwa shule ya bweni kwa Diboma Handeni, na ilikuwa shule ya kanisa vile vile. Kwa bahati mbaya matokeo ya mtihani wa darasa la 8 wakati yanakuja, mimi na mama tulikuwa tumerudishwa Songea. Hayo ni ya kwao, lakini ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo nilipoteza nafasi ya kwenda. Nilichaguliwa kwenda kusoma Kibaha Nordic Center, lakini sikuweza kwenda maana nilikuwa niko huko. Na kule ndiko nilipoanza maisha mengine. Baadaye nikajikuta Songea mjini. Nikaishi kwa bwana mmoja ambaye alikuwa kwa leo tungesema ni katibu mwenezi wa chama cha TANU. Kwa wakati ule alikuwa ni mwalimu wa elimu ya siasa mkoa. Alikuwa anaitwa Baptisti Makaburi Pili. Kwa hiyo vyombo vile vinahusu vijana, uhamasishaji viko chini yake. TANU League Band, netball, football. Sasa mimi nakaa kwa yule bwana kama houseboy. Na alipogundua kwamba ni kabila yake, nikawa tena sio houseboy, ni mdogo wake. Sasa wale wanamuziki wakija kuchukua posho zao pale, mzee ameamka nini, wakawa rafiki zangu. Nikatamani na mimi kujifunza. Wakanikubalia, nikajifunza. Lakini huyu bwana baadaye alianzisha bendi yake, ilikuwa inaitwa Orchestra Continental Kasese. Watu wa Songea wakiambia Kasese wanajua. Tukaendelea na hiyo bendi. Aliletwa na muziki kutoka Dar es Salaam, lakini baadaye yeye alihamishiwa Mafia kikazi. Wale wanamuziki wakashindwa kuendelea pale, wakaondoka, wakaniachia vyombo. Mimi nikaanzisha bendi ya vijana wenzangu wa pale mjini. Na siku moja ilikuja bendi kutoka Dar es Salaam inaitwa Butiama Jazz Band. Miaka ile ya mwanzoni mwa 70, usafiri ulikuwa mgumu sana. Mpiga besi wao alichelewa basi, maana walilala nyumba tofauti. Ni makale gari ikikuacha ndio basi tena. Na kule matangazo yao tayari na wanatakiwa siku hiyo perform. Yule meneja wa ukumbi namkumbuka anaitwa Kaduma. Alinifuata nikiwa nacheza mpira pale Majimaji, wakati ni uwanja wa mianzi tu na mabua. Niko mdogo. Akasema bwana, kuna bendi wanataka mpiga besi, maana mimi kabla ya kuimba nilikuwa napiga bass guitar. Basi tukakubaliana, nikafanya nao kazi, wakanipenda, wakaamua kuniambia kwamba niondoke nao. Ndio nikaondoka na Butiama Jazz Band kuja Dar es Salaam. Kwa nini nitoka kwenye bass kwenda kwenye kuimba? Wakati nikiwa hapo Songea na kale ka bendi ketu, ilikuja bendi ya Cuban Marimba, marehemu Juma Kilaza, mzee Juma Kilaza. Wale wapiga magita kina Hamis Fadhili, kina Joakim Mufuta, kina Ali Kishavu, kina Juma Sangura, walikuwa wanapiga mindule mpaka mimi mwenyewe nasema nitafika ngazi hiyo kweli? Lakini nikaona watu wote wakitoa hela wanaenda kumpa Juma Kilaza ambaye ni mwimbaji. Debe limejaa hela, nikaona huku sio dili huko. Nika shift, nikaenda kwenye uimbaji. Kwa hiyo nilipokuja hapa mimi, wale watu wa Butiama Jazz Band walijua kama ni mpiga besi. Lakini tulikubaliana wanisubiri Iringa. Nikatoka Songea nikawafuata Iringa, bendi ikakodishwa kwenda kupiga Ifunda, walikuwa na graduate. Muimbaji mmoja akaleta maringo ya kazi, naye ni marehemu sasa hivi Kilian Miagira.
Basi mimi nikamwambia kiongozi wa bendo mzee Makelo, msio na wasiwasi, mimi nitaimba. Unaimba wewe? Nikamwambia mimi naimba. Tukaenda tukafanya mazoezi tu kule kule Ifunda kule, siku hizi ni VETA, sijui ilikuwa technical wakati huo. Basi nikawa naimba na kupiga besi. Kumbe ni mwimbaji. Kwa hiyo tukaja Dar es Salaam. Bendi hii ndio mara yangu ya kwanza naingia na Kenya, mimi na Butiama Jazz Band. Nakumbuka siku ya kwanza tunakwenda Nairobi, nilikamatwa pale boda na Manga kwa sababu nilikuwa nimeweka kile kitabu kimeandikwa maneno ya kuteuliwa mwenyekiti Mao, na ndio ilikuwa fashion wakati na ule uzi wa kitabu lazima uwe unaning'inia. Sasa waliponiona akasema wewe anaita ukomunisti huku, nikakamatwa. Lakini kwa sababu nilikuwa mdogo, wazee na wale wenye madriver wakanitetea, nikaachiwa. Nikaingia Nairobi. Baadaye nikaendelea muda mfupi na Butiama, nikaenda Western, sikukaa nao sana, sikupenda namna yao. Nikahamia Urafiki Jazz. Urafiki Jazz ndio jina langu lilianza kuinuka. Lakini baadaye tukatoka, marehemu kaka Abeli alianzisha bendi inaitwa The International, akanichukua The International Mlimani. Nikiwa Mlimani nilipata umaarufu mkubwa. Ni mtunzi wa nyimbo nyingi, Usipate Tabu, Neema, Barua Kutoka kwa Mama, Mtoto Akililia Wembe, Ugomvi wa Baba na Mama, nyimbo nyingi. Nikawa mwimbaji maarufu mwenye jina. Lakini baadaye niliondoka nikajiunga na Remi, tukaanza kusafiri sehemu mbalimbali. Na baadaye siku moja tukiwa tunasafiri kutoka Morogoro kwenda Dodoma, nilipitiwa na usingizi hivi. Nikasikia sauti kwenye usingizi inaniambia, wewe na huyu mwenzako mnadhani maisha yenu mwisho wake ni nini? Halafu zinakuja picha za mambo yetu kwenye ndoto. Niliposhtuka nikaanza kujiuliza, nani huyu? Nikasema, anasemaga babu yako akikupenda kuna wakati anakusemesha. Sasa nikiwa nimeamka tayari, sauti ile ile ikaja tena na taarifa zile zile kama sinema zikawa zinakuja. Nikajichukia sana. Nikasikia maumivu. Moyoni mwangu kasema, basi kama ndio hivi sitaki tena. Tulipofika Dodoma mimi nikawatoroka Matimila Band, kenda kulala hoteli nyingine, na tulikuwa tumekodishwa vile vile. Jioni nilienda densini kwa kuchelewa sana, na nilipoingia sikwenda kwenye jukwaa. Kwa Remi marehemu ndugu yangu aliniona nikiingia mlangoni, lakini nienda kukaa kule, ilikuwa napiga nje kwenye garden. Akawa anasema, Chidumule mtoto wa mama, vipi hujapata nishai? Njoo huku. Basi nikaenda, akachukua konyagi, tulikuwa tunakunywa sana. Akaniwekea kwenye glasi kwamba ninywe nipate labda ni stimulate, labda niondoe. Alinihisi kama siko sawa. Wakati nachukua ile glasi ninywe, niona ule upanga ule wa Kiarabu jambia unatoka ndani ya glasi unatangulia, nikaachia. Sikufikiri, sikuwaza, nikaanza kulia hadharani kwa sauti kubwa. Nimeshikilia kichwa, nikatoka, nikaenda kulala. Asubuhi nikaja kumwambia Remi, mimi bendi. Basi akilini nikasema lazima nitakuwa nimerogwa hapa. Mimi nikatangulia Dar es Salaam, BASATA, nikaandikia barua kwamba mimi basi kwenye magazeti. Remi naye akasoma sasa taarifa. Aliporudi akaniita, ndugu yangu nimekukosea nini? Nikamwambia hapana, mimi basi. Siku 3 baadaye Kinondoni pale nimeenda kuchukua nguo zangu dry cleaner, ninarudi nyumbani, ndio nasikia sauti inaniambia, leo nachukua roho yako. Nini? Nachukua roho yako, lakini sauti ilikuwa mbaya. Sasa nikarudi kule kule, akasema wanasemaga babu yako akikupenda huwa anaweza karudi akakufuata. Na mimi inasemekana nilipozaliwa babu alinipenda sana, kwa sababu baba yangu alikuwa kitinda mimba. Mama yake baba alifariki baba akiwa na miezi 3. Kwa hiyo alipendwa kama mtoto, yani
Unanielewa? Basi nilikuwa katika hali ya maswali na mshangao, nikaona dunia imebadilika. Nikiangalia namna hii sioni upeo wa macho, ilikuwa naona sijui mpaka Nairobi, sijui mpaka Cairo, lakini ilikuwa ni njano ile iliyopitiliza. Halafu nikasikia mungurumo chini ya ardhi. Sasa nikataka kujua hawa watu wengine pale siku hizo wanaita studio pale, ilikuwa eneo lile. Nikajaribu kuangalia watu walioko pale ile Kadam Nasije wanahisi kile kitu kama mimi. Nikaona watu wako busy na shughuli zao. Nikasikia ganzi inapanda kutoka chini inakuja juu, nikajikuta kutoka hapa kwenda chini hakuna kitu kina function. Jirani hapo pale Kinondoni, hizo kota za hapo Kinondoni siku hizo wanaita Manyanya, kulikuwa na mama mmoja naye ni marehemu anaitwa Bitiidi, watu wanamfahamu, alikuwa anapika mama lishe hapo. Nikaomba kiti, vipi mwanangu, wananifahamu, nikamwambia mama mimi nakufa.